Yes, hello guys. Mimi ni Saidi Mbondela kutoka Safina Capital. Awali ya yote ni kupongeze kwa kufanya maamuzi ya kuweza kuchagua video hii na kuitazama siku ya leo kwa ajili ya kuweza kunufaika na faida mbalimbali ambazo naenda kukupa. Mimi ni kijana mwenzako, ni mpambanaji ambaye niliwahi kwenda nchi mbalimbali kwa ajili ya malengo ya kutafuta maisha. Na nchi ambazo niliwahi kwenda mojawapo ni nchi ya Canada, niliwahi kwenda nchi ya Marekani, niliwahi kwenda nchi ya South Korea. Lakini leo hii niko nyumbani Tanzania, niliamua kurudi kuja kuishi Tanzania, na katika hii video naenda kukueleza sababu ambazo zilinifanya niweze kurudi Tanzania, na pia nitakueleza watu ambao ninawashauri waende hizo nchi kwa ajili ya kutafuta maisha, na watu ambao siwashauri kamwe waweze kwenda katika hizo nchi kwa ajili ya kutafuta maisha. Kwa hiyo mazingira kwenda ughaibuni yanategemeana sana na wewe ni mtu wa aina gani na unafanya vitu gani. Sawa? Kuna watu I recommend them to go there, unaona, kwa ajili ya kutafuta fursa, kujitengenezea kipato and everything. Lakini kuna watu siwashauri kamwe. Na wewe kama ni mtu kama mimi ambaye nimeamua kurudi nyumbani, pengine hauna sababu ya kuhangaika kwa ajili ya kwenda kule. Usipoteze gharama, usipoteze muda, usipoteze resources ukasema kwamba upambane na nini kwa ajili ya kuondoka, kumbe ilibidi ufanye mambo yako hapa Tanzania na kuweza kujitengenezea kipato kikubwa. Yeah. So hii ni very exclusive, kuna vitu ambavyo sijawahi kuvieleza kokote, naenda kukuelezea katika webinar hii. Yeah. So awali kwanza nianze na aina ya watu ambao ninawashauri waende ughaibuni na changamoto za visa ambazo wanaweza kukutana nazo, kwa sababu kutokana na kuwa watu wa aina hii they are more associated na kuwa na changamoto katika kupata visa. Mtu wa kwanza ambaye nashauri aweze kupambana kwenda ughaibuni kwa ajili ya kutafuta maisha ni mtu yoyote mwenye kipato cha chini na hawezi kujifunza high income skill. Kwanza ifahamike kabisa kwamba kuwa na kipato cha chini katika muda fulani katika stage za kimaisha ni kitu cha kawaida. Watu mbalimbali katika nyakati tofauti tofauti wanapitia hizi nyakati za kuwa na kipato cha chini sana. Lakini kama wewe upo na kipato cha chini na haiwezekaniki kwako kutokana na sababu mbalimbali kujifunza high income skill ambayo inaweza kukupatia kipato cha kiasi kikubwa, kipato kikubwa zaidi, of course there is no other way. Ukienda kule utaweza kupata hela nzuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu naamini ukienda kule na kutumia nguvu yako vizuri, utaweza kulipwa kutokana na nguvu yako. Watu wengi ambao wanafanya kazi katika nchi za ughaibuni, asilimia kubwa, sio wote, asilimia kubwa especially wanatoka katika nchi za Afrika, waenda kufanya kazi ambazo zinawahitaji kutumia nguvu. Umeona? Hawatumii akili nyingi kwenye hizo kazi. Kwa mara nyingi za kwa manual jobs, labor jobs, wanapata kipato kizuri, sio kikubwa sana lakini kizuri, especially wakiconvert katika pesa zetu. Mfano leo hii mtu akaenda zake Marekani akanapata $100 au $150, sio kipato kikubwa cha kutisha, lakini hiyo kipato akikileta katika pesa ya Tanzania na kuwa ni pesa nzuri ambayo anaweza akafanya mambo yake mengi. Umeelewa? Kwa hiyo bora kuwa kule kuliko kuwa hapa, kwa sababu akiwa kule anapata kipato kikubwa, lakini akiwa hapa kwa kazi ile ile hapa anapata kipato kidogo. Kwa hiyo mtu ambaye kipato chake ni cha chini lakini hana uwezo wa kujifunza high income skill. Kwa nini nasema hana uwezo wa kujifunza? Kwa sababu ukiwa na income skill, of course hauhitaji kwenda. Na ninavyosema high income skill na kusudia ujuzi ambao unaweza kukuwezesha kupata $2,000, $3,000, $4,000 hata mpaka $10,000 ukiwa hapa Tanzania. Na of course sio tu Tanzania, ukiwa mahali popote. Mara nyingi hizi high income skills ni skills ambazo mtu anaweza kuziapply kwa kutumia njia ya mtandao. Sawa? Sasa ukishakuwa na skills kama hizi, unaweza kutengeneza $2,000, $3,000, $4,000, $5,000 mpaka $10,000 labda. Yaani kwa nini uende Marekani ukaitengeneza hiyo $10,000 Marekani? Kwa sababu nikwambia kitu kimoja. Bahati nzuri hizi fursa nyingi ambazo zinafanyika katika njia ya mtandao bado hazijawa regulated Tanzania, na pia bado hazijatambulika vizuri Tanzania. Kwa hiyo kwa namna fulani hivi serikali inashindwa kuwa tax ama kuwaripisha kodi watu ambao wanapata hivi vipato katika njia ya mtandao. Mimi najua watu wengi sana ambao wanapata vipato katika njia ya mtandao, vipato vikubwa, hawalipi kodi nchi yoyote ile. Kwa sababu gani? Kwa sababu serikali yetu bado haijaweza kutambua hizo skills zao kama kazi ambazo hawa vijana wanazifanya na wanaweza kupata vipato vikubwa. Lakini kazi hiyo hiyo ama skill hiyo hiyo ukiwa Marekani tayari imeshatambulika. Ukifanya hiyo kazi
lazima utalipa kodi. Kwa mfano dola 10,000 ambayo ulikuwa unaipata Tanzania, au lipi tax au lipi kitu chochote, ukiwa Marekani itabidi ulipe tax. Sometimes inaenda mpaka 30% or even more than that. Lakini let's say to 30% kwa dola 10,000, hiyo ni dola 3,000 unalipa tax. Sawa? Ile dola 7,000 kwa ajili ya kukaa labda kwenye apartment nzuri na nini and everything, unaweza kujikuta unalipa dola 2,000 mpaka 2,500. Umeona, hiyo ni apartment peke yake. Hapo jaja kwenye gharama zingine za maisha, mwisho wa siku unajikuta pesa ambayo unaweza kuibakiza kwenye akaunti yako ya akiba dola 2,000, dola 3,000. Lakini ukiwa Tanzania ukawa na high income skill, sawa, ukaweza kutengeneza mfano nasemea dola 10,000, kiasi cha pesa ambacho utahitaji kutumia wewe kuishi comfortable life ndani ya mwezi mzima pengine kisizidi dola 2,000. Unaweza kujikuta kwa dola 8,000 nzima unaweza kuweka katika saving account au ukaifanyia investment zingine ikaweza kuletea pesa zaidi. Kwa kama una uwezo wa kujifunza high income skill na sasa hivi una kipato kidogo, mimi nadhani hauhitaji kupanic. Ni bora kuchill, kuweza kuangalia skill gani katika hizo high income skills ambazo unaweza ukajifunza. Umeona? Kwa kama wewe ni mtu ambaye unaweza ukajifunza, ukafunzika, ukaapply hizo skill, of course you don't need to go anywhere, kwa sababu ukiwa hapa nchini utaweza kuapply hiyo skill kupitia mitandao. Na bahati nzuri sasa hivi kama mnafahamu, dunia ni kama kijiji, everything is online, everything is in the internet. Kwa hiyo ukiwa tu na huo ujuzi, wewe sehemu za kuapply ujuzi wako na kuweza kupata kipato ni nyingi sana katika hiyo mitandao ambayo tunaitumia. Sijui umeelewa? Kwa hiyo mtu yoyote mwenye kipato cha chini na hawezi kujifunza. Sasa kama hauwezi kujifunza high income skill, yani sina namna ya kukusaidia zaidi ya kukushawishi kuambia nenda, kwa sababu ukienda kule ukiweza kupata kazi ya kukulipa dola 100 kwa siku au dola 200 kwa siku, hiyo ni hela nzuri, ni hela nzuri sana. Umeona, dola 200 kwa siku, hata kama kule kutakuwa na gharama, kutakuwa na kodi, kutakuwa na nini, ikisha katwa ile inaweza kabaki 120, unaona 140, ambao ukileta huko nyumbani ni hela nyingi, ni hela nzuri ambao utaweza kufanya maendeleo. Umeelewa? Kwa hiyo kama hauwezi kujifunza high income skill, na kushauri sana upambane kwa ajili ya kuweza kuondoka. Umeona? Kuhusiana na changamoto za visa nitaielezea baada ya kumaliza hizi pointi zingine. Sawa? Mtu aina ya pili ambaye namshauri pia aende, mwenye malengo ya kupata uraia wa nchi za ughaibuni. Kuna mtu kwa sababu mbalimbali ameachoka tu maisha ya Tanzania, hataki tena kuwa raia wa Tanzania, anatamania kuwa raia wa nchi fulani labda. Of course, ili uweze kuwa raia wa hiyo nchi you have to be there. Inabidi uende kule, labda kwa kutumia njia ya kuoa. Umeona bwana, uoe mtu wa kule ama uolewe na mtu wa kule, sijui umeelewa, au labda kwa njia wengine wanajilipua. Umeona bwana, wanaomba asylum. Kwa sababu kama hizo, baada ya muda fulani wanakuja kupata papers, wanakuja kupata uraia. It's possible. Wengine wanapitia njia ya kusoma. Mwingine anaenda Canada au Marekani kwa njia ya kusoma. Baada ya hapo anafanya kazi, especially Canada. Baada ya hapo anafanya kazi, anapata Canadian experience. Baada ya hapo anaenda kupata permanent residency, ukazi wa kudumu. Baada ya hapo anakuja kupata uraia. It's very 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 possible. Kwa hiyo wewe kama malengo yako ni kupata uraia wa nchi hizo, yani hakuna namna, you have to go there. Umeona? Kwa na kushauri uende, kwa sababu moja katika malengo yako ya kimaisha ni kuwa raia wa nchi hizo. It's okay, it's understandable, ni kitu ambacho kinaeleweka. Na mtu kama una mawazo yana hayo, mimi na shauri uende katika hizo nchi. Sawa? Na kwa miaka hivi karibuni nchi ya Canada imekuwa ni nchi bora zaidi kwa sababu ya urahisi wa kuweza kufikia hayo malengo. Mtu tu unaweza kwenda kwa njia ya wanafunzi kama nilivyosema, ndani ya miaka 7. Umeona, ukimaliza shule, ukifanya kazi, ukipata Canadian experience, ukipata residence permit, ndani ya miaka 7 mpaka 8 unaweza kuwa raia wa nchi kama ya Canada kupitia njia ya shule. So kwa mtu ambaye ana malengo ya kwenda nchi za ughaibuni kupitia njia ya shule, kwa ajili ya kupata uraia wa nchi za kule, aende akapate huo uraia ambao anauhitaji. Umeona, wengine hiyo ndo ndoto yao kubwa katika maisha. Kwa hiyo kwa nini tusiwa support? Na mtu wa aina ya tatu ambaye na mshauri aende ughaibuni, ambaye hayuko salama katika nchi yake ya asili. Mfano huko Tanzania, labda ni mwanaharakati wa kisiasa, mfano tu nasemea, labda mwanaharakati wa kisiasa, au mtu wa aina nyingine yoyote, labda kuna issue fulani zimetokea ambazo you're not feeling safe. Of course, yani naamini unahitaji kuishi katika mazingira ambayo you are safe, uko salama, unaona uko huru kufanya ambacho unajisikia kufanya. Tanzania labda au nchi zetu za Afrika hauwezi kufanya vitu ambavyo unataka kuvifanya. Of course, hizo nchi za ughaibuni sehemu kubwa ziko zinatoa uhuru wa mtu kuweza
kufanya kile ambacho unajisikia kutaka kukifanya. Nobody cares, nobody bother you in any way. Yani wewe muhimu tu urespect uhuru wa watu wengine, usiwaingilie uhuru wa watu wengine, ufanye mambo yako, nobody cares. Unanielewa? Kwa hiyo wewe kama hauko salama, usalama wako ni mdogo katika nchi yetu, katika nchi nyingine unaoishi, I think you have to move. Umeona, inabidi utoke hapo ulipo uweze kwenda katika nchi ambayo unahisi utakuwa salama, utaweza excel, utaweza kufanya mambo yako kwa uhuru na kufanikiwa zaidi. Umeona? Kwa hivyo hao ndio watu wa aina tatu ambao naweza nikawaambia confidently, nikiwa na confidence kwamba there is no other way ya kusaidia zaidi ya hawa watu, kuwasaidia kwenda huko ambako wanataka kwenda katika hizo nchi za ughaibuni. Umeona? Yes. Sasa changamoto ya hawa watu inakuja kwenye swala la visa. Hizi nchi zinajua watu wengi kutoka Afrika wanataka kwenda kule, kubakia kule moja kwa moja. Na wengi na hizi nchi hawapendi hilo jambo, especially kwa kundi kubwa la watu, especially watu ambao hawapeleki kule vitu vya faida. Sawa? Mfano, mwanafunzi anapoenda kusoma akaelimika kule kwa education ya kule, akafanya kazi kule, ina maana kwa namna fulani contribute kwa kiasi kikubwa kwenye uchumi wa ile nchi. Kwa hiyo ndio maana wamewekea pathways za kuweza kufikia hadi kuwa raia, kwa sababu ni watu ambao wana add value katika nchi zao. Umeona? Lakini watu wengi ambao wanatamani kwenda kule unakuta they are not going there to add value. Matokeo yake kuna kuwa na changamoto kwenye swala la visa. Utakuta mtu anataka visa lakini hana bank statement ambao ni nzuri. Kwa sababu gani? Hapa kwenye kipato chake cha chini. Tushasema kipato chake cha chini. Mfano huyo mtu aina ya kwanza, kama kipato chake cha chini, maana hana income nzuri ya kumwezesha kuwa na bank statement nzuri. Na tunafahamu katika maombi ya visa kuwa na bank statement ambayo imenyooka ni moja katika vigezo muhimu sana vya kuweza kupata visa. Umeona? Kama bank statement yako ni kanjanja, bank statement yako ya kuforge, hauwezi kutoboa. Umeona? Unless you are very lucky, na kama uko serious na safari, hauwezi kuwa unategemea bahati, inabidi ufanye kitu kwa uhakika. Umeona? Kwa hiyo ni changamoto ya kwanza. Changamoto nyingine, watu hawana document hata za kuwa na kampuni. Umeona? Hawa watu hawana document za kuwa wameajiriwa. Kwa hiyo watu hawa wa aina tatu, wengi wao wana miss document za kuonesha kwamba they have solid investment, they have solid ties in their countries, they have a good financial standard or financial status inaweza kuwa support katika hizo safari ambazo wanataka kwenda katika hizo nchi za ughaibuni. Kwa hiyo kuna changamoto kubwa sana ambao wanakutana nayo hawa watu, na matokeo yake malengo yao kwenda ughaibuni na wengi wao yanakwama. Wako ambao wanabahatisha, wanatoboa, lakini wengi wao wanafanya nini? Wengi wao wanakwama. Kwa hivyo kama umenielewa vizuri na wewe ni mmoja kati ya hawa watu wa aina tatu, I think I support you 100%. I support you to go there. Yeah. Na hawa ni watu ambao sasa si washauri. Umeona? Hawa ni watu ambao si washauri waende nchi za ughaibuni kwa ajili ya kutafuta maisha. There is no need. Yani hakuna haja. Mfano mimi mwenyewe nilivyojiona baada ya kujifanyia analysis, baada ya kufika kule, nikajiona kabisa okay, mimi sio mtu wa huku bwana, sio mtu wa huku. Kwa nini bwana nibaki huku wakati ninaweza nikaishi nyumbani vizuri, nikapata hela yangu nzuri nikiwa nyumbani Afrika, nikiwa nyumbani Tanzania. Kwa hiyo nikaamua kurudi Tanzania. Maana hili jambo ambalo watu wengi wanalisema bwana, ukiwaambia watu kwamba wewe hauna haja ya kwenda kule, kwambia wewe mbona upo huko. Sasa mimi sijabaki kule, mimi nimerudi. Tofauti na watu ambao wanawaambia msiende. Na wengi wao mimi naamini they are sincere. Sio kwamba wanasema ili nyinyi msiende kwa maana hawataki mafanikio. Hapana. Wengi wao wanasema kabisa, they are sincere kabisa kwamba guys, maisha huku ni magumu, na ni kweli magumu. Lakini watu hawaamini kwamba mbona wewe haurudi na nini. Mimi binafsi nimerudi baada ya kujiona mimi sio wa kule na kwamba I can make it here. Ikabidi nirudi, and I'm here in Tanzania. I'm doing my stuffs and I'm doing well. Umenielewa bwana? Niko na familia yangu, tunaishi maisha, nafanya nini, maisha yanaendelea. Kwa hiyo mtu wa aina ya kwanza, kama una kipato cha kuanzia milioni 4 na kuendelea na unatamani kwenda ughaibuni kutafuta maisha, embu tafakari vizuri kitu gani hasa ambacho unakihitaji. Kwa sababu milioni 4 ambao unaipata Tanzania, milioni 5, 6, 7 mpaka 10 labda, hiyo ni pesa nyingi sana, ambayo the quality of life ambao unaweza kuishi kwa hiyo pesa ni nzuri sana kuliko nyongeza ya pesa utakayoipata juu ya hiyo pesa unayoearn hapa
na quality of life ambayo utaishi kule. Let's say wewe unapata milioni 4, ambapo milioni 4 kwa haraka kama dola 1800 au 1600. Umeona? Mfano ukatoka hapo ukaenda Marekani, ukaongeza kwa kipato mpaka kwa dola 3000. Kwa hiyo umeongeza kama dola 1400, 1500. Kwa hiyo unapata dola 3000, au umeongeza dola 2000, unapata dola 3500. Sawa? Dola 3500 unaipata Marekani baada ya kuliwa kodi na kila kitu, inakuja kwenye 2800, 2700. Sio, umeelewa? Ishapungua tayari. Tukuje kwenye quality of life ambayo unaweza kuishi nayo kwa dola 2700. Man. Yaani unapata dola 2700, lakini mtu ambaye analipwa au anapata kipato cha milioni 2.5 Tanzania anaishi quality nzuri ya maisha kuliko wewe ambaye unapata dola 2700 ukiwa Marekani. Sio, umeelewa vizuri? Kwa hiyo unavyofikiria kwamba uende Marekani, uende Canada, uende kokote kwa ajili ya kuongeza kipato, sababu tayari kipato chako ni kizuri, milioni 4, na mimi nimesema hapo that is a baseline. Maybe una milioni 5, maybe una milioni 6 unapata kwa mwezi, maybe una milioni 10 unapata kwa mwezi. Kitu gani kingine ambacho unakihitaji katika hizo nchi in terms of money? Kwa sababu kama unapata milioni 10 Tanzania, you are doing good, you are doing great. Sio watu wengi wana bahati ya kupata kwa kiasi hiko. Ni kipato kikubwa, unaishi maisha very comfortable. Of course hauwezi kuishi kila mahala. I mean, kuna maeneo very expensive to live in, but you can live a lot of places, good neighborhood here in our country Tanzania. Sio, unaelewa vizuri? Kwa hiyo I think you have to rethink. I remember kuna mmoja katika watu, I mean my clients, aliwahi kunitafuta akawa ananiambia, bwana, na ndugu yangu nataka umuombe visa ende Korea kutafuta maisha. Ngambia okay, Korea sawa, vipi, ana shughuli gani? Huyu bwana ni mhasibu na hivi na hivi. Mhasibu, okay, anapata kiasi gani kwa mwezi? Akaniambia anapata milioni 3.5. Ngasa 3.5 Tanzania, hiyo ni take home. Anahitaji kwenda Korea? Hivi anajua kazi za Korea? Korea unafanya kazi masaa 10, masaa 12, kazi za mikono. Unafanya kazi ukiwa umesimama, umechoka. Umeelewa vizuri? Siku nzima unafanya kazi ukiwa umesimama. Mimi nilijaribu, of course. Umeona? Yaani life tough. Umeona? Life tough. Unalala masaa machache, unaona bwana, uko mbali na familia, umeona bwana, mavyakula na nini, everything, kila kitu kimekuwa ovyo ovyo. Unalipwa, of course utapata hela nyingi. Mfano kwa Korea unaweza kupata labda let's say milioni 6, labda unalipwa Korean won labda milioni 3. Kwa hiyo kwa pesa ya Tanzania labda ni milioni 6. Kwa hiyo kwa kipato chako cha milioni 3.5 of course kimeongezeka, lakini je, ile pesa ambayo imeongezeka katika kile kipato inafanana na ile hustle na ile sacrifice, umeona, ambayo umeichukua wewe kwa ajili ya kwenda kule? Ngambia no. Kama anapata milioni 3.5 hapa Tanzania, she is doing great, she is doing good, she is doing fine. There is no need to go Korea, guys. Nikamwambia bwana, hakuna haja ya kwenda kule, kwa sababu mwisho wa siku kweli kipato kinaweza kaongezeka kidogo, lakini sasa maisha kule, atatumia gharama za kule, kuna pesa kiasi ambacho kitabaki kwa ajili ya kusave. Akifanya comparison ataona mbona Tanzania nilikuwa nalipo milioni 3.5 na save zaidi kuliko kule. Alafu uko mbali na familia, uko mbali na watu wako wa karibu, your beloved ones. Umeona bwana, your loved ones. Uko mbali na mazingira uliyozoea, uko mbali na every single thing. Why? There is no need. Nikane cancel na mwelezo halisi wa maisha. Na ndio faida ya kuwa na mtu ambaye ameishi maisha huko ambako unatamani kwenda. Na I think I can make a very good agent in this, kwa sababu nimeishi Korea, nimeishi Canada, nimeishi Turkey, of course Marekani pia naweza kusema nimeishi pia Marekani. I went there, nilipata changamoto, lakini nilikuwa Marekani, nimeona maisha ya Marekani, umeelewa, naijua Marekani in and out. Kwa hiyo kwenye swala la kipato, kwa hiyo ukinieleza kwamba nikushauri, yani I think I can advise you njia sahihi kutokana na aina ya mtu ambaye ni unaweza kuwa, au ni mtu aina gani. Sawa? Lakini mtu aina ya pili ambaye mimi simshauri aweze kwenda huko nje, anayeweza kujifunza high income skill. Let's assume leo hiyo hauna kipato kikubwa, lakini ni mtu ambaye una energetic mind na ni kijana au mtu mzima, whatever, I don't know your age, lakini mtu ambaye unaweza kufunzika, unaweza kujifunza, unaweza ukalearn kitu.
I think you can learn these high income skills na zinaweza zikakubadilishia maisha. And that's what I advise you guys. Yani kama wewe una ubongo, Mwenyezi Mungu akubariki akili, uwezo, maarifa ya kuweza kujifunza kitu kipya, sawa, na ukaweza kukiapply, I think you should first kukomaa na hiyo baraka aliyokupa Mwenyezi Mungu ya kujifunza high income skill. Kwa sababu the moment you master high income skill, I'm telling you, you're gonna go no. Yani hakuna sehemu ambako utatamani kuweza kwenda, kwa sababu mwisho wa siku utaikuta unapata hela yako nzuri hapa, unaenjoy maisha yako hapa na watu uliozoea na watu unaowajua, wazazi, familia yako, mke, watoto, mume, everything. Umeelewa bwana? Gari nzuri, maisha mazuri, everything kizuri, kwa sababu una high income skill. Umeelewa? So mfano kwa mimi binafsi sasa, kitu gani ambacho kimenirudisha, ambacho na of course so kwa ufupi, hao ni watu wa aina mbili ambao si washauri, na hapo nataka nielezee kwa nini mimi sasa niliondoka Canada, Marekani na South Korea na kuamua kurudi kuishi Tanzania. Umeona? Kwa sababu baada ya kufanya analysis, oh guys, no man, I can learn high income skill. Naweza kujifunza high income skill. Kwa nini sijifunze nikisikomana na high income skill, alafu nione inaweza kaniletea matokeo gani? And that's what I did. Umeona? Mimi nimebarikiwa uwezo wa kujifunza. I think sio kila mtu ana hiyo nafasi au ana huo uwezo. Ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na naamini vijana wengi wana hiyo baraka pia wanayo. Wanaweza kujifunza. Nimejifunza, nina practice na nimeanza kupata matokeo. Na the moment nimeanza kupata matokeo, tungasema I'm done with abroad life. Umeona? Nilianza mimi high income skill ambayo mimi nimespecialize in ni stocks trading. Kutrade hisa specifically katika soko la Marekani. Nimespecialize kwenye kutrade hisa za makampuni ya Marekani. Hiyo ndio high income skill ambayo mimi nimeivulia nguo, nimeingia maji nikayaoga. Sasa maji ukishavulia nguo lazima uyaoge. Basi mimi kwenye stock trading skill nilivua nguo, nikaingia, nikajifunza, nikajifua, nikajua. Of course it took some time, kwa sababu naweza kusema hapa kuwepo na mtu Mtanzania ambaye ninaweza nikakutana naye akanifundisha hivi vitu. Umeona? Yani na hii nakupa as a challenge. Baada ya kunisikia stock trading skill, stocks, kutrade hisa za Marekani, stocks trading skill, kutrade hisa za Marekani, nenda mtandaoni. Kama wewe ni Mkenya, I mean you can be Kenyan, kwa sababu hii audio wazungumza Kiswahili zote isikia. Kama wewe ni Mkenya, kama ni Mtanzania, Muganda, sijui mtu wapi unazungumza Kiswahili, nenda mtandaoni, katazame, kafuatilie mtu gani anayezungumza lugha ya Kiswahili ambaye anaongea swala la kutrade hisa za makampuni ya Marekani. Sio kuinvest, guys. I'm not talking about investing in American companies. I'm talking about trading, day trading American companies. Nobody utakuja kukuta Saidi Mondela ambaye ni mimi. Sawa? Kama utakuta watu sio zaidi ya watu 5. Kama utakuta watu wanaliongea ile jambo na wanalijua, wanalifuatilia, sio zaidi ya watu 5. Kwa sababu mimi mwenyewe kwa ufuatiliaji wangu sijawahi kukutana na mtu ambaye anajua hiki ambacho mimi ninakijua leo hii. Umeelewa? Vitu vingi ambavyo nimejifunza of course YouTube kupitia watu ambao sio wa Tanzania. Kwa hiyo ilinichukua muda kujifunza, kwa sababu sikuwa nimepata ile mtu wa ana kwa ana ambaye anaweza kunifundisha. Of course courses zipo, umeona, YouTube videos zipo, lakini kuna kitu ambacho pengine mtu anakifanya ambacho huwezi kukijua ama kukielewa mpaka muda mwingine uwe naye physically. Umeelewa? Na mimi ndio hiyo advantage ambayo sasa hivi nimekuja kukupa wewe Mtanzania kijana ambaye unataka kujifunza ujuzi kama ambao mimi ninaojua. Ni kwamba niko hapa Tanzania, Dar es Salaam, tunaweza tukakutana. Kitu ambacho nakuonesha kwenye mtandao kwamba ninakifanya kinanipatia hela, unaweza kukutana na mimi live nikakuonesha kwa kitu ninavyokifanya, hiyo hela ninavyoipata na hiyo hela ninavyo withdraw. I think there is a difference. Tofauti sana nikiwa naongea habari hizi afu niko Marekani, nipo Canada, niko wapi. Sio, unaelewa? Kwa kukutana na mimi nikamwambia okay brother, nimeamini unachokisema, tukae nionyeshe hizo hela unazitengeneza vipi katika kutrade hisa za makampuni ya Marekani. I can do that in front of your eyes. Na ukiona na wewe utaamini. Sometimes nasema kuona ni kuamini. Ukiona na wewe utaamini kwamba okay, it's possible.
Sijui umeelewa. Kwa mimi nilijifunza high income skill ambao ni stock trading, na ikaanza kuniletea matokeo. Of course from Canada. Mimi I remember I have paid some bills in Canada kupitia stocks. Umeelewa? Nimelipa bill zangu Korea kupitia stocks. Sio, umeelewa? Kutrade stocks za makampuni ya Marekani. Niko hivi sasa hivi Tanzania, alhamdulillah, I'm living I think comfortable life. So far naweza kusema kabisa kwamba I'm living very comfortable life. Napata hela wapi? Kupitia stocks, American stocks. I'm trading American stocks. So it's something possible. Kwa kama wewe pia unaweza kujifunza, that means unaweza kupata kipato kitakachokidhi haja zako na ukawa hauna tena sababu ya kwenda mahali popote. And that's what I'm telling you. Kama umebarikiwa uwezo na maarifa ya kuweza kujifunza, you don't need to go anywhere. Unachotakiwa ni kuinvest muda wako na pengine gharama ya kifedha kwa mtu anayejua akufundishe, ili naweze kutengeneza matokeo kama anayotengeneza au zaidi. Sio, umeelewa? Mfano leo ukijifunza, sio lazima utengeneze matokeo kama ninayotengeneza mimi, lakini you will catch up. Utaweza kidogo kidogo, baada ya muda utakuwa umemaster the skill na utaweza kujitengenezea kipato kwa njia ya mtandao. Sio, umeelewa? Kwa hiyo sababu kubwa ambayo mimi imenipelekea kuweza kurudi kutoka katika hizo nchi za ugaibuni, mimi sikwenda kule kwa ajili ya kubadilisha uraia, labda nitoke niache kuwa Mtanzania niwe raia wa nchi hizo. Hapana, that was not in my interest. My friend Bwana Shafii nilimwacha Canada, anajua mimi nimerudi kutoka Canada, na nimwambia brother, mimi lengo langu ni hela. Sijaja huku kwa ajili ya kuuza sura, kupata passport ya Canada. Mimi natafuta hela. So long as huu ujuzi nimeshaumaster, nimeshauelewa, napata hela, I'm gone. Nimeondoka. Sio, umeelewa vizuri? Na hata yeye nikaa namwambia bwana brother, this is a skill ambayo hata ukibaki Canada, maisha yakiwa magumu vipi, brother, utaweza kusurvive kwa sababu ni ujuzi ambao you don't need to go anywhere. You with your laptop, with your internet connection, you are good. You are making money, good money. Mimi nakumbuka kuna watu nilikuwa naishi nao, nilikuwa naweza hela nzuri ndani ya muda mfupi kuliko wao ambao wanaenda kufanya kazi the whole day, siku nzima. High income skill. So katika kwa tunavyoendelea, naenda kuchambua sasa what is stock trading. Sawa, stock trading ni nini na ina utofauti gani na forex? Sababu watu wengi nikiwatajia mambo ya stock trading wanaanza kuona kama ni forex na nini. No, this is not forex. It's very different from forex. We are focusing on individual companies, makampuni makubwa haya ambao unayasikia, Tesla, Nvidia, umeelewa bwana, Microsoft, Meta, all those big companies, AMD, umeelewa, Palantir Technologies, and every single company you know is traded in the US stock market. We are doing that. Umeelewa? Alafu bahati nzuri this time around there is no problem of capital, kwa sababu watu wengi wataanza sasa itakuwaje, capital kiasi gani? Unachohitaji ni ujuzi. Nowadays we have companies ambazo they are ready to fund you up to 200k. I can pull up here and show you guys. Unaweza kuwa funded mpaka $200,000, lakini they need your skill. If you are skilled na unaweza kutengeneza faida, these people they are ready to bet in you. Wako tayari kukupa mtaji ili uweze kuzalisha hela, mgawane faida. Sio, umeelewa? Kwa issue ya changamoto ya capital na nini haipo. Kitu ambacho kina miss sokoni ni ujuzi. And that's why nasema kama utaweza kupambana, kuinvest muda, maarifa, akili kwa ajili ya kuweza kujifunza huu ujuzi, umeua kwenye maisha. So let's discuss about stock trading katika hiyo session inayokuja.